Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye mafundisho ya uzima, na leo niko hapa kuweza kujaribu kufafanusha maneno machache ambayo yatatufaa. Nitasoma kitabu cha Warumi 12 na ule mstari wake wa 6. 12:6, kitabu ni Warumi. Biblia imenena maneno haya: basi kwa kuwa tuna kalama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa ni unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani, ikiwa ni huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lilio ovu, mkiambatana na lilio jema. Shalom, shalom. Mpenzi mtazamaji, nina neno kidogo nataka nishiriki nawe majira haya ya kanisa la mwisho. Maneno tuliyosoma kutoka kitabu hiki cha Warumi sura ya 12 na mstari wake wa 6 hata kuendelea. Biblia inasema ya kwamba basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwamba Biblia inatambua ya kwamba kuna mgawanyiko wa huduma na karama mbalimbali. Mwenye kufundisha adumu katika kufundisha, mwenye kutoa unabii atoe, mwenye kuonya, mwenye kushauri, mwenye kuomba kwa kadiri ya imani na neema aliyopewa. Lakini mstari wake wa 9 inasema pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lilio ovu, mkiambatana na lilio jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumekuwa na jambo ambalo limekuwa likiendelea katika mitandao ya kijamii, na nimekuwa nikipita kidogo nikitazama linaendelea katika jamii ya watu wanaomwamini Yesu Kristo. Lakini leo mimi nakuja na mtazamo tofauti kidogo kutokana na mambo yanayoendelea. Kumekuwa na jambo ambalo watumishi wanapoona anguko fulani la mtu fulani, au wanapoona kuna changamoto mahali fulani imejitokeza katika mtandao, au wanapoona kuna tukio ambalo si la kawaida limejitokeza katika mtandao, hapo ndipo watumishi watainuka na kuonya na kukemea na kukaripia na kufanya vyovyote wanavyoweza. Na wengi wao wapo katika njia ya Kristo Yesu, na wengine wapo katika njia isiyo ya Kristo Yesu. Na maanisha wengine wapo wasio wa Kristo, wengine wapo wa Kristo. Manake kila mtumishi anafanya kazi yake kwa kadiri ya neema aliyopewa na vile alivyoitwa. Sasa leo nimekuja na jambo natamani kusema kuhusiana na hili jambo. Jambo la kwanza la kugundua ni hapa: sisi watumishi wa Bwana tunapoona anguko au ubaya wote umetokea mtandaoni, huwa tunachukua nafasi gani ya kulifanyia kazi hilo jambo kabla ya kurudi mtandaoni na kulisahihisha? Au huwa tunachukua muda gani wa kumtafuta mtu husika ambaye amefanya jambo hilo, ili tuweze kukaa naye, tuweze kujua tatizo lilikuwa wapi, tupate nafasi ya kuweza kumshauri na kumwombea? Lakini leo watu wamekuwa ni wepesi wa kutoka na kukaripia na kusema maneno mengi mabaya na kuonya. Biblia inasema kila mtu adumu katika nafasi yake katika kazi aliyoitiwa. Lakini ukumbuke kazi hiyo Mungu ataipima siku moja kwa namna ambavyo Mungu alikupa utumike. Kwa hiyo unaposikia ujumbe huu, nataka nikukumbushe ewe mtumishi wa Bwana, kabla huja inuka kuingia kwenye media, kuingia kwenye mtandao kwa ajili ya kuonya, kukemea na kukaripia, hebu kwanza tanguliza neno hili la Warumi 12 na ule mstari wa 9: pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lilio ovu, mkiambatana lilio jema. Kwamba upendo usiwe na unafiki.
ya kwamba imetupasa sisi tulio wa Kristo tutangulize upendo. Mtu anapokuwa amekosea, usifurahie juu ya anguko lake. Mtu akiwa katika hali ya dhambi au mtu akipitia baya, usifurahi katika ubaya wake na kusimama kuonya na kukaripia, wakati hukuchukua muda wa kuomba, hukuchukua muda wa kumshauri, hukuchukua muda uweze kukaa vizuri kujua hekima ya kumshauri. Unaweza kuonya bila kupitia mtandao na huo ujumbe ukamfikia mlengwa. Unaweza ukafanya mambo yafuatayo ili uweze kumfikia huyo mtu. Kama wewe huwezi kumfikia moja kwa moja, basi tafuta angalau watu waliomzunguka wa karibu ambao wanaweza kumfikia, alafu kisha uandike hata waraka wako umfikishie mtu huyo, ili huyo mtu akifikishwa na mtu wa karibu, akiusoma ujumbe utakuwa umefika, na ujumbe ukiwa umefika, wewe utakuwa umenawa mikono, na hata kama atakubali au atakataa, wewe utakuwa umeweza kumaliza kazi yako. Lakini pia jambo la pili, chukua muda muombe mtu. Unapoona ameanguka au amepitia kwenye kitu ambacho si kizuri, usirudi tu kwenye media na kunena maneno mabaya na kukaripia. Hapana, rudi chini mbele za Bwana. Iko siku ukianguka wewe, mtu huyo akasimama akakushambulia, akakukaripia, akakuonya, utajisikiaje? Fikiri ni kama wewe umeanguka, alafu watu wote watumishi wenzako wakaanza kukushambulia kwa kukukaripia, kukuonya, lakini hao hawachukui muda kukuombea, hao hawachukui muda kukutafuta. Wengine wanaweza kuwa na namba zako na huwa mnawasiliana, hawachukui muda kukutafuta. Usije ukamkatia mtu tamaa. Kwa hiyo kabla ya kuonya kwenye media, kabla ya kukaripia kwenye media, chukua muda, lifanyie kazi kwenye chumba chako cha binafsi na Bwana. Kwani kuna vitu ambavyo vikishatokea si lazima uonye. Ukikaa vizuri na Mungu, kuna vingine utaviona, utanyamaza kimya. Kwa nini? Kwa sababu hata kama ukimuonya huyo mtu hayuko tayari kuonyeka, utapoteza muda wako. Kwa hiyo watumishi, tusijizoree umaarufu kupitia maanguko ya watu wengine. Tusitafute watazamaji, viewers, kupitia maanguko ya watu wengine, bali tutafute pointi muhimu mbele za Mungu, kutafuta suluhisho la watu hao wakae vizuri. Kabla ya kuonya, tafuta kumshauri. Akikataa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, sasa muonye. Na hapo hata ukija kuonya, unaweza ukaja kuonya kwa ushahidi. Unasema, watu wa Mungu, imebidi nije kwenu mbele zenu kupitia mtandao kwamba kuna mambo yameendelea juu ya mtumishi huyu, na nimepata nafasi ya kuongea naye mara kadhaa, lakini hakunielewa. Sasa kuliko kuendelea kupotosha au kuliko kuendelea kuharibu hali ya kanisa, ni heri tutambue yupo katika anguko au yupo katika hali isiyo njema. Kwa hiyo nini kifanyike? Tuendelee kumwombea, tuendelee kumshauri arudi katika njia. Tusifurahi mtu anapoanguka au anapokuwa katika hali ya dhambi, tusifurahi, bali tutafute njia ya kumtoa huko. Huyo ni askari. Kama bado anamkubali Yesu Kristo, huyo ni askari wa akiba, yupo kwenye mafunzo tu. Akikamilika atasimama vizuri, atakuwa msaada kwa ajili yako. Hujui wewe kesho utapatwa na nini. Hujui kesho nani atasimama akusemee vizuri. Hujui kesho nani atasimama aseme mabaya juu yako. Kwa hiyo niseme maneno haya, watumishi wa Mungu, kabla ya kusimama kwenye media na kutoa komenti na kutoa taarifa kuhusu mambo ya watu wengine, kaeni mjipe muda, tujipe muda na kuweza kulifanyia utafiti vizuri, lakini pia itatufanya tuwe watumishi wenye hekima. Mtu mwenye hekima huona mengi, hukutana na mengi,
lakini huwa anafanya machache kwa sababu ya hekima. Hekima ni uwezo wa kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi kwa kusudi sahihi la Mungu. Kwa hiyo hata ukifanya kitu sahihi kwa wakati sahihi, kama sio kusudi la Mungu, sio hekima bado. Kwa hiyo hilo nimelisema ili watumishi wa Mungu tuweze kujua namna ya kufanya. Kwa sababu gani nasema haya? Nimefuatilia kupitia maonyo na mashauri na makaripio yanayokuwa yanatolewa kwa njia ya mtandao kwenda moja kwa moja kumshambulia mtu fulani au kumzungumzia mtu fulani. Baada ya kuzaa matunda mema, yamekuwa yakizaa matunda mabaya. Lakini pia baada ya kutufanya tuwe na umoja, yamekuwa yakitutenga. Fikiri kuna mtu anamfuatilia huyo mtu na anakufuatilia wewe, alafu wewe ukatoka ukamsema vibaya huyo mtu, atabaki njia gani aweze kukuamini? Kwa hiyo tutumie hekima kubwa sana kuweza kuonya na kushauri, hasa tunapokuja kwenye media. Media inafuatiliwa na watu waliookoka, wasiookoka, wanaomjua Mungu, wasiomjua Mungu, dini zote. Kwa hiyo tunapokuwa tunaruka live, tunatuma taarifa na kila kitu kimetokea tu leo mtumishi, kesho umeamka nacho. Hapana, haitakiwi kuwa hivyo. Jipe muda. Na pia hapa naweka angalizo juu ya kanisa na juu ya watumishi wote, ikiwemo na mimi. Tukiona sisi watumishi tunaruka live au tunatoa maonyo baada ya anguko la mtu kuonekana kwenye mtandao, basi hata sisi tuna udhaifu. Kwa nini? Ilikuwaje kabla mtu huyu hajaanguka? Ulitakiwa utoe taarifa mapema, jamani, huyu mtu ninaona njia zake sio sawa, mapema kabla ya kuanguka, ili kama kuna nafasi ya kutengeneza mtu huyo atengeneze. Lakini pia yako maanguko mangapi ambayo ni ya watumishi wanaanguka, ambayo hayaruki mtandaoni, tusioyaona? Tutayasaidiaje hayo maanguko? Kwa nini tunatoka kutoa ushauri kwa ajili ya maanguko tu ambayo tumeyaona kwenye mtandao, lakini ambayo hatukuyaona tunakaa kimya? Manake na sisi tutakuwa ni watu tunaofuatisha mambo tu yanayotokea kwenye mtandao, manake tumekuwa tukisombwa na mtandao. Nitakuja baadaye kueleza dhambi za kupitia mtandao ambazo zitawahukumu watumishi. Ni ujumbe ambao ninauandaa, nitakuja ni useme hapo baadaye, dhambi zitakazowahukumu watumishi kupitia mtandao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kuwa makini. Ukiona unafuatiliwa na watu wengi, hakikisha utakachokisema, utakachokitoa kiwe kwa ajili ya kujenga. Hata kama ni kuonya, kukaripia, kama ni kushauri, uwe ni kwa ajili ya kujenga, sio kubomoa. Huo ni ushauri wangu siku ya leo. Kwa hiyo tusitoe mashauri, tusitoe kuonya, kukemea baada ya kuona vitu mtandaoni. Tutakuwa ni watu wa kimwili sana. Kwa nini? Kwa sababu kama kisingetoka mtandaoni kikapita huko chini kwa chini, kisipotufikia sisi, tungekionya kwa namna gani? Kwa hiyo ushauri wangu wa mwisho, mtumishi wa Mungu, mtafute Mungu ili Mungu akufunulie vitu kabla havijatokea, uweze kuonya. Ndivyo walivyofanya manabii wa Mungu. Na hata kama litakuja litokea anguko, utarudi kusema, jamani, nilitoa taarifa mapema ya kuonya juu ya mtu huyu, kwa sababu Mungu alinieleza njia zake haziko sawa, na hatimaye hakuyafuata yale maonyo, au nilikaa naye vizuri kabla ya kufika huku. Utaonekana wewe ni mtumishi mwema. Ila ukiwa ni mtumishi wa kudokoa, kutoa mtandaoni kinachoendelea, unakuwa muda mwingi unafuatilia mtandao na unakuja na taarifa, utakuwa unapunguza thamani yako mbele za Bwana. Lakini mbele za watu utaonekana ni mtumishi wa Mungu, lakini mbele za Bwana utakuwa unapungua. Tafute Bwana, mtafute Bwana, tulete ujumbe kabla ya anguko, kabla ya mabaya kutupata. Hiyo ndio hekima ya Bwana. Mungu awabariki sana. Amen. Ni mtumishi wa Mungu Bahati James. Karibu kufuatilia mwendelezo wa masomo na mafundisho ambayo yatakuwa yanapita kwenye channel hii. Kama hauja subscribe, karibu subscribe, na Mungu